kidato cha pili 2025 shule ya sekondari Serengeti. Bila Mungu hatuwezi. Na tukiwa na Mungu tutafaulu na tutapata. Ili wazo tulilipata, yani ni kama sehemu ya kumwambia Mungu kwamba yani tukiingia kwenye mtihani labda akumbuke kila ambacho tumekifanya hapa ili aweze kutujalia kufaulu vizuri katika mtihani wetu ambao tunatarajia kufanya tarehe 3 mwezi wa 11. Na kuhusu walimu, tulipeka kwa walimu na wakakubali. Tunashukuru sana, walimu wetu ni waelewa na wenyewe pia walituunga mkono kwa sehemu ambapo Mungu aliwajalia hadi tumefanikisha leo hapa. Kwa hiyo yani kwetu sisi so mara ya kwanza mara ya mwisho, tutaendelea hivyo hivyo kufanya ili kuwasaidia watu tofauti ambao wanahitaji kusaidiwa. Na pia tunaomba hata Watanzania wote, wanafunzi, mtu binafsi akiwa kuja kuwasaidia wagonjwa, watu mbalimbali ambao wana shida, ni vyema sana, anaruhusiwa kuwasaidia na atapata baraka kwa Mwenyezi Mungu. Lengo ni lipi? Lengo kubwa ni kwamba sisi wanadamu tunapaswa kusaidiana katika hali yoyote ile tunapokuwa hai. Sisi wanafunzi tumeguswa hivi, Mungu asimame juu ya mitihani yao wanafunzi wa kidato cha pili, na asimame juu ya maisha yao, na asimame juu ya wagonjwa wote ambao tumeweza kuwatembelea. Na kikubwa zaidi, kuna gharama imetumika, wanafunzi walipokea, kila mwanafunzi aliweza kuwajibika kwa namna yake ile. Lengo lake mwanafunzi atoe kama ni nadhiri kwa Mungu, hasa kwa kipindi hichi. Walichanga shilingi 172,000 na tukashirikisha na madarasa mengine ambayo tunasoma nayo kwa lengo la kuweka umoja, upendo na mshikamano, na wenyewe wakatusapoti kwa kiasi chao na mahitaji mengi ambayo tuliweza kuyapokea kutoka kwao. Watanzania, hili tukio ni la kipekee kwenye maisha yetu na litakwenda kufanya kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hawa wanafunzi mimi nimewashukuru sana kwa sababu hawa ni wanafunzi. Wasome kwa juhudi kabisa na maarifa wakijua leo hii wazazi wao wako wanahangaika na wenyewe waje wapata, na wenyewe waje wapata wakomboe, waweke sehemu inayohitajika. Sio wanaenda kusoma wanakaa kufanya ujinga, au wengine ukuta hawana juhudi na maarifa, wanajisomea hata usiku. Maana elimu ya sasa hivi ni elimu ni maisha, na bila elimu sasa hivi huwezi ukaonekana kuwa wewe ni mtu. Kwa msaada huu muendelee, mkazaneni jamani. Shukrani kwa wote, walimu wao na wanafunzi. Kazi wa Burunga nipata changamoto, lakini naona wanafunzi wamejitolea hapa hivi kuja kutusaidia, kutupa feni 1 2 3 kutusaidia, kutupatia vitu kama hivi hapa na tusaidia. Tunasema ni asante kwa kutujulia hali, kutuzungukia, kutupa hai. Wengine ni ndugu zetu. Narudisha shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha kufanya hivi. Mungu awajalie, awape uzima tu, waendelee kwa pamoja nasi. Nikiwa na wanafunzi wa Serengeti Sekondari kwa jambo walilolifanya la kuja kuwaona wenye uhitaji hapa hospitali ya Nyerere DDH. Hili ni jambo jema. Hata mimi baada ya kunifikia kutoka kwa wanafunzi, maana tunajua wanafunzi bado wanategemea kwa wazazi, lakini pia kile wanachopewa na wazazi wanaamua kujinyima, wanamkumbuka yule ambaye anahitaji zaidi, wanakuja kufanya. Ni jambo jema sana, jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia sio kwa wanafunzi tu, hata binadamu yoyote yule hawiwe kumsaidia yule mwenye nacho. Maandiko matakatifu yanatuambia ukisaidia mwenye uhitaji au ukimkopesha maskini, basi umemkopesha Mwenyezi Mungu, tegemea fadhila zaidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo changamoto anayoipata ni kile ambacho alikuwa amepangiwa na mzazi wake, lakini anakimega, maana yake sasa hata tosheleza mahitaji yake. Lakini zaidi ya hapo sioni changamoto nyingine ambayo ilileta kukwamisha zoezi lao. Shukuru sana kwa kujitoa kwao, kwa kutuchagua sisi Nyerere DDH, kwa sababu ziko hospitali nyingi. Tuna hospitali
wilaya ambayo ni CDH, lakini pia tuna hospitali yetu ambayo tunasema ni hospitali teule, kwa na maana kwamba ni serikali pamoja na mchango wa nini, pamoja na kanisa, lakini pia tuna vituo vya afya mbalimbali ambavyo vinatuzunguka. Lakini pamoja na hayo, vijana wameona ni vyema wakaja Nyerere DDH. Kwa tunasema asante kwa huo moyo wa upendo, kwa namna walivyoguswa. Kwa hiyo tunaomba sisi hatuna cha kuwapa zaidi ya kusema asante, na Mwenyezi Mungu aweze kugusa haja za mioyo yao, wafanikiwe na wajazilishiwe pale ambako wameweza kufanyaje, wameweza kutoa. Na tuna maodi 5. Tunategemea wagonjwa wetu hawatakuwa zaidi ya 50 kwa sasa hivi. Asubuhi tulikuwa nao 42, lakini tumelaza na wengine pia tumeweza kutoa. Maodi tulionayo ni 5. Tuna wodi ya wanaume, tuna wodi ya watoto, tuna wodi ya kina mama ambao wanataka kujifungua, lakini tuna wodi ya wanawake na tuna wodi ya grade. Zote hizo zina wagonjwa, kwa hiyo katika kupita wataweza kupita hayo maeneo yote.